This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This being the 5th of July 2020, the very first Sunday of the month. I am totally psyched up and happy for you to be joining us this Sunday service. Now, we would like to appreciate each and every one of you that have been participating in our JGCM Evangelism Month. We pray that you may find the joy in spreading the gospel of Jesus Christ to the world and to everyone that welcomes you to share the good news with them. Now, I hope your week has been good. I hope your week has been well in the Lord, and I trust that you are ready to listen to what the Lord has prepared for us today. Now, without further ado, please get a friend, a neighbor, family member, let us sit down and relax. Let us get a pen, a paper, a Bible as we listen to what the man of God has prepared for us today. Without further ado, let me welcome Prophet Jeremiah Mukondeson with the word for today. This is Sunday service. Shalom Aleichem, mtazamaji. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu tena asubuhi ya leo ametujalia kuweza kuwafikia na habari njema za Injili. Na kabla tujaendelea, wacha tuulize ruhusa kutoka kwa Muumba. Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru asubuhi ya leo. Asante Mfalme kutuamsha salama na kutulinda kwamba tumeona siku nyingine. Si kwamba sisi ni bora kuliko wala ambao Bwana wamepatikana na majanga mbalimbali na wengine wamekuja kwako tayari. Tunaomba Mfalme ukazidi kusamehe ulimwengu. Bwana, tunajua dunia imekuasi na tumekutenda dhambi. Kuanzia mkubwa mpaka mdogo tumetenda dhambi kinyume cha mapenzi yako. Ndiposa tunaumia kwa majanga mbalimbali pamoja na haya maradhi. Tunaomba utusamehe walimwengu, na Baba utuondolee haya majanga ya maradhi na vikosi na mikasa inayokumba dunia kwa wakati huu. Na sifa na utukufu Bwana zikurudie wewe. Niko chombo mwako mikononi, ninakuomba unifanye baraka kwa wale watakao nisikiza na kunitazama. Na sifa zikurudie wewe. Ni katika jina lipitalo majina yote mbinguni na duniani, jina Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunaomba na kushukuru. Amen. Our dear viewers, thanks so much for taking your time to listen to the word of God. Want to thank God for giving us this type of media so that we can communicate still, even though the churches are still closed, we can still reach you. Today's message comes from the book of Ephesians chapter number 6 and verse 10 to 18, which is entitled, "Put on the whole armor of God." Put on the whole armor of God and be strong in the Lord. Ephesians 6:10 to 18. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand, stand therefore, having your loins girt about with the truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Mapambano na shetani ni mapambano, ni mapambano na shetani ni mapambano. Bwana Yesu ni jemedari wa mapambano.
Bwana Yesu ni jemedari wa mapambano, tutashinda. Ni mapambano na korona, ni mapambano. Ni mapambano na korona, ni mapambano. Bwana Yesu ni jemedari wa mapambano. Bwana Yesu ni jemedari wa mapambano, tutashinda. Pambano na shetani ni mapambano. Ni mapambano na korona, ni mapambano. Bwana Yesu ni jemedari wa mapambano. Bwana Yesu ni jemedari wa mapambano, tutashinda. Mapambano na shetani ni mapambano. Ni mapambano na shetani ni mapambano. Bwana Yesu ni jemedari wa mapambano. Bwana Yesu ni jemedari wa mapambano, tutashinda. 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 Tutashinda katika jina la Yesu. Amen. We are in the battlefield with the enemy, the devil. And the devil has taken the battle a notch higher by adding the corona pandemic. And we are really wrestling a bitter battle with the enemy. Christians all over the world, take care. Be careful. Put on the whole arm of the Lord. The whole arm of the Lord. Don't just take one. Put on the whole arm of the Lord, so that you can be able to stand. The Bible says, be strong in the Lord. Don't become weak in this time when you are in the battlefield. Don't become weak because what you are seeing and hearing. Don't become weak because maybe you have lost your beloved ones. God is still in control and He has given us way out. And I want to tell you, this battle we have already won. Amen. Because God has already prepared provision for us to win this fierce battle. So everywhere you are, even if you are not feeling good, you are unwell, you are feeling sick, don't let people threaten you with words that are discouraging. Take heart and be strong in the Lord. And be strong in the Lord, and the power of His mighty. Amen. Take courage. God's power and His mighty give us ability and the capabilities to win the battle, to win the wars no matter how they come. Be ready to stand against the wiles of the devil. The devil has got many schemings here and there. He's doing many schemings. He's trying to distract us from our faith. He has used this corona pandemic in this era to bring confusion to the saints, bring confusion in the world system. Everything is in a mess. Everything is in a mess. He has brought poverty, has brought suffering, has brought a lot of discouragement and confusion. People's houses have been broken down. Our roads are full of traffic, of trailers and all this traffic. People are taking time to be tested of these things. So there's confusion on the road, confusion in the air, confusion in the sea, confusion on the land, everywhere there is confusion. But the Bible says, be ready to stand against the wiles of the devil. He's trying to scheme many things to discourage us. Bible teaches we wrestle not against flesh and blood. This is not a flesh physical battle. It is a spiritual warfare. So Christian, don't sleep wherever you are. Msilale pale mko, hii vita ni vya kiroho, si vya mwili na nyama. Ni vita vya kiroho. Lazima tuamke katika maombi. Tuanze kuomba. Kama wewe ombaji, this is the time to pray. Hata kama wewe ni Jonah,
umekosana na Mungu, wewe huombaji, wewe unajiona mimi huwa siombaji. Jona alikosana na Mungu na kawa haombi, na alipotambulika na abiria wenzake kwamba kuna mmoja haombi na sisi tunaangamia, walimuuliza, je, wewe ni nani ambaye huombi na tunaangamia? Ambuka wewe pia omba Mungu wako. Sisi tumeomba nyungu zetu, na wewe omba Mungu wako, maybe Mungu wako atatuokoa. He was waking up. Jonah was waking up and commanded to praise God, and he said, I've had disagreed with my God, and I'm the cause of your problem. There are some Jonahs even here today in this world who have disagreed with God. Majona wengi mko mmekosana na Mungu. Hata sasa hivi mnamlaumu Mungu. Mnasema kama Mungu yuko, mbona corona inaua watu sana? Kama Mungu yuko, mbona ile na ile na ile? Wewe unasema inaua watu, bado inakuja kwako, itakuwa hata wewe. Usipopatana na Mungu wako sasa, unaanza kuuliza tu, mbona Mungu anawacha inaua watu? Wewe jakuwa sasa, shukuru. Mkimbilie umwambie Mungu, tumekukosea, tumekuasi, tunaomba tusamee. Jona aliambiwa omba, yakasema option ni moja tu, mimi nimekosana na Mungu na siwezi kuomba huyo Mungu, kitu mtafanya nitupeni baharini na mtakuwa salama. Na waume wakuchelewa, wewe ukitaka kutupa baharini utatupwa tu, maana wengine mshajitayarisha tayari, mtaka kuchoma, mmesema mtaki kuzikwa vile Biblia inasema, wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Mnasema tutachoma, utachoma tu, utachoma tu, maana wengi wanachoma, wengi wanachoma. Lakini Jona alitupwa baharini na hakuneni, hakufa. Kwa hivyo usifikiri kwamba wewe kuchoma ndio dawa yako. Hata ukichomwa, hata ukafanya nini, chuma huchomwa hata kikayeyuka, lakini kikipoa kinarudi chuma vile vile. Kwa hivyo roho yako, mwili wako hata ukachomwa, uteketee, uwe majivu, uwe mavugu, utupe baharini, uenee kwenye bahari, usambatike, usionekane mahali popote, lakini roho yako haichomeki, iko hapo tu, inafuloti. Itarudi hapa hapo. Na Yesu akija, my friend, atasema kila mtu atasikia sauti yake. Kila roho ya mwanadamu itasikia sauti yake. Na mifupa iliyooza kaburini itajirudiana na iwe mwili mpya, ije katika kiti cha hukumu. Na wale walikufa baharini hawakupatikana, bahari itawatapika. Na wale walikuliwa na samaki zitawatapika. Wale mnaua ama wanaua na wanyama wa porini na wanatafutwa msituni, hao wanyama watakutapika. Lazima uwapie kwenye judgment seat of God. There's no way utaheba hiyo. Kwa hivyo hii ni vita na ni mapambano. Usifikiri kwamba wewe utaepuka. Si vita vya mwili na nyama, ni vita vya kiroho, na ndio tunapambana. Hata kama makanisa imefungwa, sisi bado hatujafungwa, tunakesha. Hata usiku wa leo nimekesha nikiomba na kufunga nguvu za giza na mapepo wachafu, ili muweze kupata ushindi. We wrestle against principalities, powers, rulers and the spiritual wickedness in darkness and high places. Haya ni maeneo ambayo vita vinapiganwa. Tunapiga vita na watu wenye mamlaka, hatupigani na watu wadogo. Makanisa yako fungwa na wazee wa mtaa, yamefungwa na wenye mamlaka, viongozi wa dunia. Vimefungwa na marais, limefungwa na mawaziri na wafalme na wamalikia na waziri wakuu. Si watu wadogo waliofunga kanisa, ni watu wakubwa waliosimamisha mandege kuruka, waliosimamisha biashara, waliosimamisha mahoteli. Si watu wadogo, hapana, kwa sababu janga hili limetoka kwa mamlaka ya wakuu wa giza, wale watawala wa giza, principalities in high places. Hii vita si vya kibinadamu. Na usilaumu mtu ukasema huyu ndiye amefanya, huyu ndiye amefunga. Hapana. Shetani amepiga bomu kubwa kabisa ambayo imetatiza dunia nzima. Bomu limelipuliwa duniani kote.
bomu la COVID-19. Hilo limetatiza dunia nzima. Usilaumu kiongozi wako, usilaumu mtu yoyote. Ni bomu limepigwa katika ulimwengu wa roho, lakini manifestation is in the physical realms. We are seeing the result in the physical realms, but the battle has been scheduled in the spiritual realms that only the church can fight. Amen. No weapon can reach there. No physical bomb can explode there. Amen. No war jets can reach there. No army, no military can reach there. It's always spiritual army of the Lord. Amen. The spiritual military of the Lord, who know how to pray and intercede, who know how to ascend in the spiritual realms and fight the spiritual fights. Those who can achieve the victory for our welfare. So let's fight this spiritual war and we shall free our world from the grip of the devil. Shetani amekaba dunia, hakuna mtu yuko salama. Hii janga linaenea kila mahali, hata kama watu wengine wameanza kulani kanisa. Kuna mzee mmoja mwanasiasa huko Ukambani, wewe umetusi kanisa sana wewe. Umetaja, mimi sikutaji kwa jina, lakini umetaja watumishi wa Mungu, umetaja manabii, umetaja maapostoli, ukasema mnadanganya watu, mnataka pesa. Wewe umenyoshea watumishi wa Mungu kidole, na wewe mpaka utubu, na ukasema kanisa lisifunguliwe, liendelee kufungwa. Ukasema ombeni kwa siri. Wewe unasoma Biblia gani? Biblia inasema msikose kukutanika, Ibrania 10:25, kama hiyo desturi ya watu wengine. Unapokusanyika, mwingine aje na tenzi, mwingine aje na zaburi, mwingine aje na maneno la waida, mwingine aje na sifa za kumsifu Mungu. Yesu alisema 2 watatu wakutanika hapo kwa jina langu, wakiuliza lolote nitalitenda. Kwa hivyo kanisa likiruhusiwa kukutana, na force yote ya dunia kote duniani, makanisa ikutane na tukubaliane, tuombe, corona itakwisha kwa jina la Yesu. Na magonjwa watapona katika jina la Yesu Kristo. Lakini shetani ametawanya, hatukutani 2 watatu. Na wewe mzee unasema kanisa endelee kufungwa. Mzee, utubu, ama hiyo corona itapambana na wewe. Ukiona wewe unaweza kufunga kanisa, basi wewe hutaona hata zikifunguliwa. Wewe omba msamaha, Mungu akusamehe na uokoke. Na kanisa halizuiliwi na mtu. Si tunatii tu mamlaka, maana tunajua viongozi wetu wanatutakia mazuri, lakini kama ni wale wanatutakia mabaya, hatungefunga, tungeendelea kuhubiri Injili. Kama ni kufa na tufu. Maana hata hivyo corona inaua watu, na wengine hata wanauawa na risasi, wengine pia wanauawa na watu wengine. Wengine pia hiyo corona imefanya wamama wanachinja watoto wao. Wanasema sina cha kuwapa, kazi hakuna, pengine nyumba imevunjwa. Sasa hawana usalama bado. Hata ukisema wewe kanisa ifungwe na watu wamekuwa vichaa, mama mzima anaua watoto wake 4, unafikiri hapo kuna akili tena? Si corona hata imeharibu watu akili tayari. Watu wanatembea tu lakini ni maiti tayari. Tena si mwanaume, mama ambao ndio wenye moyo wa huruma, ndio mwenye roho. Kwa nini? Jamani wapendwa, mimi nimeamua nikasema, nikiona mwanamke amebeba mtoto na naomba barabarani, nasema nisaidie, nipe mtoto chakula, mimi nitakuwa nakupa pesa. Nikikutana na mama kama nitampa pesa, maana hataki kuua mtoto wake. Ameamua aombe hata aokote, lakini mtoto wake aishi. Mama, nikikutana na wewe nitakupa msaada. Amen. Kama hutaua mtoto wako, utaomba tu, alimradi mtoto wako aishi, I will help you. I will give you help, and I'm urging you other people, help these mothers who are struggling to feed their children, that we call street families. If you meet them, drop something for them so that they can continue to nurture their children. They are not crazy as these others who are poisoning their own children. Shame on you, and the judgment of God is against you. Such a people are worse than corona. Hawa ni waovu kuliko corona. Hawa watoto wakufa na corona, wanauawa na mama mzazi.
wengine wanaoa na baba mzazi. Wazazi, fanyeni adabu zenu. Wewe kama atakakufa, maisha yamekushinda wewe, kufa jinyonge, kufa kwenda, lakini wacha watoto uone kama watakufa. Mimi nalea watoto, mimi nimekuwa na Jehovah Jireh Children Home, nimelea watoto wengi sana. Wengine nimeletewa na polisi, wamewachwa kwa maloji, wamewachwa kwa matatu, wamewacha wapi, wengine nililetewa na children department. Na kuona the beauty of bringing up a child, unamtoa pale chini. Wengine nimelea na maziwa tu, na saa hii ukiona warembo, ni warembo wako mahali wanafanya mambo yao, ni watu wana shughuli zao. Wewe wacha mtoto wako, hapana, wacha tu, wachia Mungu na hata kufa. Maana Mungu akilete mwanadamu duniani amepangia riziki yake. Kwa hivyo wazazi, msiwe na wasiwasi na watoto wenu. Wewe kama umechoka na utaki counseling, hata wewe kama umechoka, usiue mke wako, usiue mume wako. Nenda kanisani. Sisi tumejaa material. Tumejaa material za kuwasaidia kuondolea hizo stress, kuondolea hizo shida. Na tuna njia za kuwasaidia ili muondoke na hiyo stress. Hakuna haja kwanza kupigana na mapanga na nini katika nyumba yako. Hakuna haja kwanza kuwapoison watoto ama kujiua. Nenda kanisa iliyo karibu, uulize mchungaji, atakusaidia na mawaidha, na utaona maisha ni mazuri. Na hata siku nyingine utasema nilikuwa mpumbavu, nilikuwa nataka kujiua, singepata ABCD. So hivi vita ni vya kiroho na tuendelee kupigana navyo. Biblia inasema take the arm of God to be ready to stand in the evil day. Be ready to stand in the evil day. These are evil days. Now, the Bible says, take the arm of God to be ready to stand in these evil days. Silaha itakayokusaidia kupona katika nyakati hizi mbaya ni silaha ya Mungu. Sio silaha ya akili yako, si silaha ya kufikiria, si pombe, si kunywa vileo, si kujua, sio kisu unajua nayo ama sumu. Hiyo si silaha. Biblia inasema chukua, vaeni silaha ya Mungu. Chukua silaha ya Mungu uweze kusimama katika wakati huu wa uovu. Hata kama una njaa, hata kama umevunjiwa nyumba, hata kama umetupwa nyumbani kwa baridi, Mungu atakupa njia. Biblia inasema God makes a way where there's no way. Anasema Mungu akasema together with the temptation God will make a way out. Pamoja na majaribu, napenda Biblia inasema God cannot tempt you more than you are able to endure. And together with temptation he will make a way out. Hutajaribiwa kuliko vile huwezi kustahimili. Kila jaribu linakuja kwako linakuwa controlled na Mungu. Linakuwa controlled na Mungu. Hakuna lile utaletewa. Shetani hata ruhusiwa kukujaribu vile huwezi. Hata kujaribu kwa siku chache na kesho yake Mungu atafungua njia, utatoka ndani ya majaribu, ndio utashinda hayo majaribu. Kwa hivyo nakupa silaha za Mungu, usimame nazo na uweze kumshinda shetani, ili uweze kusimama katika siku hizi zetu mbaya. Nasema have your loins girded with the truth. Jifunge mshipi wa haki kiunoni mwako na uwe na dirii ya haki, the breastplate of righteousness. Mshipi wa haki kiunoni mwako. Fanya haki, fanya uhalifu, fanya haki, usidhulumu. Funge na haki kiunoni mwako, uwe imara na uvae breastplate righteousness, dirii ya haki kifuani mwako, ili shetani anaporusha mishale haikupati, maana kifua yako imevaa dirii ya haki. Hiyo ni ile kwa lugha ya kisasa inaitwa bulletproof. Kama umevaa ile bulletproof vest ambao security officers wanatumia. Kwa hivyo katika ulimwengu wa kiroho unavaa dirii ya haki, unakuwa mwenye haki, na watu wakijaribu kwa juzi wanakukuta hawana kitu ya kushika waweze kukondemu, maana umevaa dirii ya haki kifuani mwako. Na
Gird breastplate of righteousness, your feet shod with the preparedness of the gospel of truth and the gospel of peace. Miguu yako ivae utayari wa Injili. Pana kaa nyumbani, korona inatuambia tukae nyumbani, lakini tukisema tuvae miguuni viatu vya Injili ili tuende tupeleke habari njema, tupeleke good news to the nations of the world, tuwakansel watu wakati huu wa shida. Ndio tunasema hata kama kuna social distancing na nini na nini, ni mbinu za shetani za kuzuia wale ambao wanahitaji counseling, wanahitaji kushauriwa, wanahitaji kupewa mawaidha, wanahitaji maombi, wasipate hiyo msaada. Ndio mtu anakaa anaona dunia imekuwa kubwa sana, hawezi, anaona maisha haiwezekani, ina mtu anajitoa maisha. Lakini kama jeshi la Mungu limevaa viatu vya utayari wa Injili na wanapeleka Injili kwa wenye mahitaji kote waliko, hospitalini, jela, sehemu zingine, kwenye streets, wapelekea habari njema, watu watafarijika. Tulipokuwa tukifanya makrusade, tukifanya mikutano, tukiombea watu wanapita, mtu pengine amegombana na bibi yake nyumbani, bibi amegombana na bwana yake nyumbani, ameamua a pass time. Hamjaona watu wana pass time? Unaona mtu anatembea tu, kimuuliza wana waenda, anasema no, I'm just pushing time. Najua wakati mwingine mambo inakuwa ni mengi mpaka sasa inabidi mtu apush time angae iende, maana haiendi, time haisomi, inabidi apush time na iende. Kama iende hapa tunaona Biblia inasema take the shield of faith to quench the fiery darts of the wicked. Take the shield of faith. Kuwa na ngao ya imani. Muamini, kuwa na imani, au hiyo ni ngao. Shetani anakurusha mishale, na si mshale wa kawaida. Inasema ile mishale ya moto. Shetani anarusha mishale ya moto, na ndio unaona ukimpata mtu inamtia sumu ya moto na anapoteza matumaini, hata kama ana pesa. Kule Italy hiyo mishale iliingia matajiri na wakawa na pesa zao, wakajaribu kujikinga na pesa. Hospitalini hakuna dawa, hospitalini hakuna msaada, wakawa hapa na pale, wakaanza kutupa pesa barabarani, maana ni mishale ya shetani. Walikosa silaha, ile ngao ya imani. Kwa hivyo nyinyi wasikilizaji wangu, nyinyi wa Kristo na wala ambao mjakuwa Kristo wala mjiamini, kuweni na ngao ya imani. Unapoona shetani amekurushia mshale, usife moyo. Ndio kwa usife moyo, ndio hata kuambia be strong in the Lord, be strong in the Lord, so that you can be able to stand, ili uweze kusimama. Hata mshale ukikupiga utaanguka chini, you will be able to stand. Kwa hivyo kuwa na ngao ya imani. Amini kwamba litashinda. Amini kwamba korona itakwisha. Amini kwamba korona haitanipata. Amini kwamba Yesu ni jemedari wa mapambano. Na vita hii si vyetu, ni vita vya Bwana. Mungu anasema vita si vyetu, vita ni vya Bwana. Atatupigania. Kwa hivyo lazima tuendelee kumsifu na kumtumaini, na Mungu atatupigania. When we are quenching the dust of the enemy, of the wicked one, na wale watu waovu. Hiyo matusi tunatupiwa na wanasiasa hiyo kwa kanisa. Wanasiasa mmelenga kanisa tu, ndio mnatupa matope. Mmeshindwa kupiga siasa huko, sasa ni kanisa tu mnalenga kanisa. Kanisa inafanya nini? Wewe usijidanganye, kanisa ni itakuzika. Kanisa ilikubatiza, kanisa ilikuwa dedicate ulipokuwa mtoto, na hata hiyo kadi ya kanisa ndio ulipatia passport yako. Usitudanganye hapo. Msione kanisa kama hii wanajaza, mjue huwezi kupata passport. Maana zamani mlikuwa hakuna birth certificate. Kwanza nyinyi wazee, zamani wakati wa koloni mlikuwa mpei birth certificate. Ni kadi ya kanisa ulikuwa unapeleka, ndio unaonyeshwa kwamba wewe ni Mkenya. Na mpaka sasa huwezi kwenda kwa chifu upate kitambulisho mpaka utoe kadi ya kanisa. Sasa mbona mnaingilia kanisa?
Mbona mnaingilia dini? Mpaka kasisi wa dini akupe kadi ile ya dedication na ubatizo. Maana priest ndiye anakuwa shahidi kati ya wazazi wako na Mungu kwamba wewe ni Mkenya. Na hata nyinyi serikali mnajua kwamba huwa mnahitaji signature ya kadi ya kanisa kudhibitisha uraia wa mtoto. Sasa mnaanza kudharau kanisa, mshakuwa wakubwa hadi wanasiasa mnarusha mishale, kanisa ifungwe. Shame on you. Shame. In Jesus name. Shame. How can someone like you say church ifungwe? Wangapi walikaa walitawala wakafunga makanisa na wakadai. Na kanisa kawazika hivi. Na wakaombea kwa urongo wawepo malipema peponi, lakini wako motoni wanachomeka. Kabisa. Koma kuingilia kanisa. Kanisa si ya mwanadamu. Kanisa sisi hatukuleta kanisa. Hata kama tumefungua makanisa mengine, lakini tunaiga Biblia inasema tuige imani ya mitume na manabii. Na hata Wakristo wengine ukiona mtu anaitwa mtume, anaitwa nabii, anaitwa apostle, anaitwa prophet, anaitwa teacher, anaitwa pastor, anaitwa bishop, archbishop, mnalalamikia nini? Hivyo vyao viliwekwa na Mungu ili watumishi wake watumie. Amen. Na kama unataka chukua vyote wewe. Viko kwa Biblia. Chagua vyote uandike mbele ya jina lako. Uandike yote. Apostle, prophet, teacher, pastor, reverend, the most, the right. Yote bandika kwako. Ubebe. Hakuna mtu atakukataza. Wenda wazimu amebeba mizigo yote ya tauni hii. Amefunga wengine kwa miguu, wengine anabeba huko, wengine amejifunga funga, wengine amefunga hivi, anatembea tauni hii. Hakuna mtu anamwambia weka chini. Maana wanajua hapa amenuku. Na wewe kama chukua hizo cheo uende nazo. Ijapokuwa wachungaji tumeenda mbali sana, tumeacha hizo vyeo pia. Tumeacha hizo vyeo tena sasa tumeenda kwa udokta. Tumeenda kwa profesa, tumechukua vyeo vya dunia pia ndio tunaweka mbele, weka mbele dokta. Wewe ni dokta watibu corona. Sisi ni mitume na manabii. Amen. Hiyo ndio vyeo vyetu. Mitume na manabii ambao sasa tuko kwa saa hii. Maana wale utangulia wakati wao ulienda wakaenda, na sasa sisi ndio tuko saa hii. Sisi ndio mitume na manabii, mapasta, walimu na wainjilisti ndio sisi, na tunaendesha injili. Wakati wetu kufika, na sisi tutapisha watoto wetu, wajukuu wetu waje wakalie viti, injili iende mbele. Na kupambana na shetani. Kwa hivyo wacha kusengenya watumishi wa Mungu. Take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God. Vaeni vyepeo vya wokovu, vyepeo, kofia ya wokovu ionekane, chepeo, na upanga wa kiroho, which is the word of God. Neno la Mungu ndio upanga wa kiroho. Hapa kwani Mijikenda waliimba wimbo, shika upanga wako ukate, shika upanga wako nawe ukate pepo, nawe ukate pepo, nawe ukate pepo, nawe ukate pepo, nawe ukate pepo. Leo ndio wakati wa kushika upanga wako tukate pepo la corona. Amen. Shika upanga wako na wewe ukate pepo. Pepo wa corona lazima akatwe in this time and season. Take the sword, the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. That is the gospel we are preaching. And that's the gospel corona doesn't want us to allow us to preach. They want us to stay at home, separated, everyone apart, so that we are not preaching and using the sword of the Spirit, which is the word of God. But by the grace of God, I'm still sending now the sword of the Lord to you. Amen. I'm sending the word of God, the word of the Spirit, the sword of the Spirit is coming to you now. Hii ndio neno ambao ni upanga wa kiroho unakuja kwako ili kuangamiza kazi za kiroho
kwa sababu Biblia inasema pray always with supplication in the spirit, waiting with the supplication and the perseverance for all the saints. Maombi ni silaha, maombi ni silaha, maombi ni silaha, maombi ni silaha, maombi. Wakristo msilale. Maombi, prayer has got no barrier. It has got no limitation. Yes. That's why we shall pray from here, and you are going to be healed where you are. Amen. You shall pray from here, and if you are not born again, you are going to be born again from where you are. We are going to pray from here, and God is going to heal you even from the corona pandemic. To you, servants of the Most High God, you servant of the Most High God, I'm leaving you this scripture. I am leaving you this scripture. Acts chapter number 20, verse 28. Acts 20:28. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost has made you overseers, to feed the church of God, which has purchased with his own blood. Take heed, you shepherds, you servants of the Most High God. The Bible admonishes you to take heed of ourselves first, and take heed of the flock that God, the Spirit of God, has put you to be shepherd over them, so that no one gets lost, no one is misled, no one will be discouraged or lose hope and be converted into any other way that is Christianity. So sons of God, be careful. Tutanenwa, tutashiwa maneno, tutazungumzwa, tuambiwa tunapenda pesa, tuambiwa tunafanya hivi na vile, lakini ng'ang'ana nao kondoo Mungu alikuweka kwa jabara wao. Ng'ang'ana na maisha yako, simama imara, uhakikishe kwamba uko imara. Na neno la Mungu linaenda mbele. Nitakomea hapa. Tukutane wiki ijayo. Wewe mtazamaji wangu, naenda kukuombea. Naomba umenisikiza, kama umependa ujumbe huu, if you have liked this message, just like it and share it. Weka hiyo alama ya kuikubali, kuipenda, na weka hiyo alama ya kusambazia wengine pia wasikize, ili huu upanga wa kiroho kwa neno la Mungu lifikie rafiki zako pia, na litawasaidia kama wewe uliosaidika saa hii. Kwa hivyo ninaenda kuomba na ninaanza kuombea wale ambao pengine uko kwa kundi hilo hujampokea Yesu. Kiongozi wa kikundi, muongoze huyo mpendwa amwamini Yesu. Nitaomba kwa dakika moja tu na ufuate nyuma yangu, na baada ya hapo utampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako. Na ukishampokea, utafute mahali kanisa iko, uende ufundishwe neno la Mungu na uendelee, na wewe pia utakuwa mhubiri kama mimi. Hii injili itakupeleka duniani kote, mtu asikudanganye. Utapata mandege, utapata mapassport ya kwenda duniani ukipeleka hii injili. Mimi injili imenipeleka kwingi sana. Pale masomo haikunipeleka, injili imenipeleka mimi. Kwa hivyo injili itakusaidia. Hebu funga macho yako, inamisha kichwa chako, narudia nyuma yangu. Sema: Baba Mwenyezi Mungu, mimi ni mwenye dhambi, naja kwako, unisamehe. Bwana Yesu, naamini kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaamini kwamba wewe ni mwana wa Mungu aliye hai, uliyekufa msalabani na siku ya tatu ukafufuka ili niondolee madhambi zangu. Baba, naomba unipokee niwe mwanao. Shetani, toka ndani yangu, usirudi ndani yangu tena. Baba, nitakutumikia maisha yangu yote. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini.
Amen. Wewe mgonjwa, jiwekee mkono pale unaumwa. Kama ni kichwa weka pale, kama ni moyo weka hapo, kama ni tumbo weka pale, kama ni mgongo weka kwa mgongo. Pale unaumwa weka mkono, iwe point of contact, na Mungu ataenda kukugusa ninapoomba kutoka kwa hii madhabahu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa uwezo na mamlaka umetupatia juu ya kila nguvu za giza, ninaombea mtazamaji na msikilizaji anayesikiza popote anapoumwa, haijalishi magonjwa ambayo inamuuma, hata kama ni corona. Biblia inasema jina la Yesu ni jina lipitalo majina yote mbinguni na duniani. Kwa hivyo corona, COVID-19 is a disease and a sickness on earth. The name of Jesus is in heaven, and the name of Jesus is in earth, and the name of Jesus is under earth. I command that sickness and the virus come out in the name of Jesus. Every pain disappear, every growth dissolve in Jesus name. Kila uvimbe uyeyuke katika jina la Yesu. Typhoid, any type of growth, cancerous growth, dissolve in the name of Jesus. Receive your healing. Receive your deliverance in Jesus' mighty name. Receive your miracle. Father, we thank you for answering our prayer, because you have asked in the name that is above every other name, in heaven and on earth, the name of Jesus Christ, Son of the living God. We pray and we thank you, Lord, for the answered prayer. Amen. Amen. God bless you. God keep you. Till we meet again by the grace of God. Amen. Wow, wow, wow. That has been a very powerful, educative sermon from the prophet of God. Now, as Christians, there's something we need to realize, that we in this world, we are not fighting against flesh and blood, but against principalities of darkness in high places. There are many things we might be suffering from, we might be facing. Now, if we don't have the spiritual awakening, the spiritual awareness that we are fighting against principalities of darkness, and then therefore we should put on the whole armor of God, that we may be able to withstand against the wiles of the enemy, especially in this day and time that we are living in, when we are waiting and awaiting the coming back of our Lord and Savior Jesus Christ. We should be ready and putting on the whole armor of God, that we may be able to withstand against the wiles of the enemy. Put on your breastplate of righteousness, have your loins girded with the truth, and prepare your feet with the gospel of Jesus Christ. Now, if you have any prayer request that you'd like the man of God to pray with you, if you like any advice on any situation that you're facing, please feel free to write us a message on 0728 445 003. You can also send us an email, jgcmheadquarters@gmail.com. We at JGCM also would like to appreciate every single partners that have been standing with this ministry. Those who have been sending offerings, we say God bless you very much. You can send the offerings tithes, church account, and any other designated giving through our M-Pesa number 0728 445 003. You can also send through our bank account number. If you're outside Kenya, if you're in abroad, you can send through our bank account number that will be going right across your screen. Now, as I wind up, I would like to appreciate each and every one of you that have been participating in the evangelism month. We pray that you may continue with the same spirit, that you may go into the world and preach the gospel to every creature. And when we say every creature, we mean every creature, every soul that can listen to the word of God. You can go and preach and evangelize, that we may take many souls to the kingdom of heaven. Now, without further ado, my time is up. My producer is telling me my time is up, but remember, you can still participate in our online weekly programs. You can comment, you can share, you can like. You can find us on Facebook and YouTube, Jesus Generation Crusaders Mission. You can like, subscribe, share, and click the notification button, and whenever we'll be releasing a new video, you'll be the first one to be notified. Also, don't forget, you can find us on Twitter and Instagram, JGCM_Kenya, and we will be able to interact with you on all those social media platforms. Now, till next time, remember, JGCM is a family church, and we are God's peculiar people. Shalom.